Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kila siku nimekuwa nikikuletea hadithi za kusikitisha na kusisimua, lakini hii inaogopesha sana. Nadhani habari kama hii huenda ikawa sio mara yako ya kwanza kuisikia, kwa sababu Tanzania kulishawahi kutokea kijana mmoja ambaye anaitwa Rama Mlawatu. Huyo kijana alishawahi kukutwa amebeba kichwa cha mtu kwa hali ya kutatanisha. Ukamata na kichwa cha mtu. Ili uweze kuwa mwanafamilia wa Afrimax, basi tungeomba usubscribe kisha ubonyeze alama ya kengele ili tunapopakia video zetu uwe wa kwanza kuzipata. Na leo nimekuletea hadithi hii nyingine ambayo itakushangaza na pia yenyewe ni ya kutatanisha. Hadithi hii imeiacha dunia ikiwa na mshangao mkubwa sana. Bahise bagwara ikibazo cy'ihahamuka. Barabirije. Inkono yuzuye amaraso, babiri bishimbo barabije. Ubona iki kibazo cyarakiye kiza gute nyuma y'ibyo ngibyo? Na kisa hiki kinahusu watoto waliokula kichwa cha baba yao bila kujua. Umenisikia vizuri sana. Na kichwa hiko kilikuwa kimepikwa kwenye sufuria la maharage. Tukio hilo liliwafanya kuwa wenda wazimu na maisha yao yakabadilika kabisa. Baada ya hapo hawakuweza tena kukabiliana na changamoto za maisha wala kuwa na mchango wowote katika familia yao. Dada yao mara kwa mara alikuwa akionekana akifanya mambo ambayo sio kawaida kwa binadamu mwenye akili timamu kufanya. Na wakati huo huo kaka yao ambaye walishirikiana kula hiko kichwa alikuwa akionekana akikimbia ovyo bila mwelekeo wowote. Ubundi babacengezi baraje bica umugabo wanje. Waasi walikuja kumuua mume wangu. Walimkata vipande vipande na kuweka kichwa chake kwenye sufuria iliyojaa maharage. Watoto wangu walikuwa wadogo sana na hawakuelewa chochote kilichokuwa kikiendelea. Walikuja nyumbani na kuchukua maharage hayo kutoka kwenye sufuria ile na kula kwa furaha. Tangu wakati huo wakaanza kutetemeka mwili na matatizo mengine ya kiafya yakafuata. Hii ilikuwa enzi ambazo eneo hili lilikuwa halina usalama baada ya kuzuka kwa vita, hali ambayo iliwapa waasi nafasi ya kuingia katika eneo hili na kuua watu wengi bila sababu yoyote. Siku hiyo waasi walikuwa wametoa vitisho kwamba watakuja, na baada ya vitisho hivyo nikajiwa na mawazo ya kutaka kuondoka hapa na kwenda mahali pengine, lakini mume wangu na watoto walisisitiza kwamba tusiondoke, mambo yatakuwa sawa. Mume wangu alikuwa mtu mwenye matumaini, akiamini kila kitu kitakuwa shwari. Basi ilipofika majira ya jioni, nilimwacha na mtoto wangu mdogo nyumbani na nikaenda kulala kwenye nyumba nyingine. Usiku ulipofika, mtoto wangu alilia akisema anataka kuwa na mama yake. Hivyo wakamleta kwangu. Baada ya saa chache, waasi waliingia nyumbani alipokuwepo mume wangu, wakavunja milango kwa nguvu, na huo ndio ukawa mwisho wa maisha yake. Kiukweli walimuua. Wakamkata vipande vipande, kisha wakaweka kichwa chake ndani ya sufuria iliyokuwa imejaa maharage. Asubuhi iliyofuata, tuliporudi nyumbani, tulikuta milango imevunjwa, kila kitu kimeharibiwa na kichwa chake kikiwa ndani ya sufuria ya maharage. Watoto walikuwa njaa na walianza kula maharage yale. Kiukweli wakati huo walikuwa ni wadogo sana, ndio maana hawakuweza kuelewa kuwa baba yao alikuwa amekufa. Kiukweli kipindi hiko ilikuwa hakuna amani kabisa maeneo ya hapa, na hiyo yote ni kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zikitokea mara kwa mara. Haikuwezekana kabisa hata kuaga wapendwa wetu ipasavyo, yaani mazishi hayakuweza kufanyika katika hali ya ustaarabu kwa sababu ya vita. Baada ya kushuhudia yote hayo, nilizimia kwa siku kadhaa. Nilipopata fahamu, walikuwa tayari wameshamzika baba yao na watoto wangu walikuwa wameshakula vitu vilivyokuwepo kwenye sufuria lile la maharage na kunywa mchuzi ule. Katika kipindi hicho, watu wengi walipoteza maisha na mali nyingi ziliharibiwa. Mama huyu anasema kuwa kabla ya tukio hilo la kutisha, watoto wake walikuwa na afya njema kabisa. Hawakuwahi kuugua tangu walipozaliwa. Na huyu nguyu nari muhetse afite nk'imyaka 2. Lakini tangu siku ile hawajawahi kuwa sawa tena. Binti yake ambaye ndiye mkubwa kipindi hiko alikuwa na umri wa miaka 7 na mdogo wake alikuwa na miaka 2 tu. Wote walikuwa wazima na hawakuwa na matatizo yoyote. Lakini baada ya tukio hilo walipatwa na msongo wa mawazo mkubwa na mambo yakaharibika.
Sijui hata jinsi ya kuelezea mambo haya. Watoto wangu waliathirika sana na kile kilichotokea, na kingine kilichochangia pia kwa sababu ya kile kichwa walichokula. Binti yangu alikuwa akizungumza hapo awali, lakini baadaye alianza kuzungumza kwa kigugumizi, kisha akaacha kabisa kuzungumza. Sasa hawezi kusema chochote, mwili wake hauna nguvu tena, hawezi kutembea peke yake. Tunahitaji kumsaidia kwa kila jambo, kama unavyomwona. Dalili zao zinafanana na ugonjwa wa Kuru. Kwa wale wasiofahamu, ugonjwa huu ni ugonjwa wa mfumo wa neva unaosababisha kupoteza udhibiti wa misuli na hatimaye kifo. Kuru ni ugonjwa adimu unaosababishwa na protini hatari inayopatikana kwenye ubongo wa binadamu, na ugonjwa huu usikie tu kwa mtu. Ugonjwa huu ulishawahi kupatikana miongoni mwa watu wanaotoka huko Papua Guinea waliokuwa wakila ubongo wa marehemu kama sehemu ya ibada za mazishi. Mama huyu anasema alimpeleka binti yake hospitali na alipewa dawa, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya kila siku. Uriya mukobwa namuvujije nemba amuhaye ibinini arabyibuha kazarabura uko agenda muri abora bimwe. Nililazimika kumrudisha nyumbani. Madaktari waliniambia kuwa alipoteza fahamu na ubongo wake hauwezi kufanya kazi ipasavyo. Ana matatizo ya afya ya akili, hawezi kutambua mambo kwa uwezo wake mwenyewe kama ilivyo kawaida kwa watu wengine. Bambwiye yuko ubwonko buba butari butuzuye neza. Pia hawezi kufanya kazi kama hapo awali. Kutokana na hali ngumu ya kifedha, mama huyu alishindwa kumpatia binti yake matibabu yaliyotakikana, na hali yake inazidi kuwa ya ajabu kwa sasa. Vuze n'ubushobozi bwo kugerayo. Binti yake ana umri wa miaka 31 na mama yake anasema kwamba amepanga kumpeleka katika hospitali ya afya ya akili ili akachunguzwe, kwani anaonyesha dalili nyingi zisizoeleweka na matendo ya ajabu, na anahisi kwamba mtoto wake atakuwa na shida ya akili au magonjwa mengine ambayo ni hatari. Hali hiyo inamkumba pia kaka yake. Wakati mwingine anakuwa sawa, lakini siku nyingine huwa anakimbia tu bila mwelekeo wowote. Na sio kukimbia tu, bali pia anachukua mawe na kupiga watu na kuharibu kila kitu kilichopo mbele yake. Na si hivyo tu, bali pia amefanya mambo mengi ambayo yamewashangaza wengi. Kwa mfano, siku moja alikamatwa akiwa mbali na nyumbani, na alikuwa akisema kwamba alikuwa anaenda kumtembelea bibi yake kwa miguu. Wakati safari hiyo kutembea kwa miguu ilikuwa ni uongo, ni lazima upate usafiri wa gari kuweza kufika huko. Lakini polisi walimkamata na kumrudisha nyumbani. Unaringiye gusubira nabuza amafaranga ya guteka. Mama huyu anasema kwamba maisha yake katika kijiji hiki ni magumu sana kwa sababu ya hali duni ya maisha, na hiyo pia inapelekewa na kuwalea watoto hawa ambao hawawezi kusaidia kitu chochote katika familia. Watoto wangu wananiambia kila mara kwamba kama baba yao angekuwepo, maisha yao basi angekuwa bora zaidi kuliko sasa. Tatizo la kiakili limewazuia hata kujiunga na shule, na mimi mwenyewe sijui hata mustakabali wao utakuwa vipi. Ninajiuliza, nini kitatokea endapo siku nitakufa na kuwaacha peke yao? Swali hilo limekuwa likinijia mara kwa mara kwenye kichwa changu, na hiyo yote ni kwa sababu mimi ndiye mtu pekee ambaye ninawalea kwa sasa. Mama huyu anaongeza kuwa watu wa kijiji hiki huwaita watoto wake mazombi, na hiyo yote ni kutokana na hali yao waliokuwa nayo kwa sasa, lakini amezoea matusi hayo. Mama huyu anasema kwamba ninahitaji msaada ili niweze kuwapeleka watoto wangu hospitali ya afya ya akili. Najua kuwa wana matatizo ya akili, na naamini kuwa wakipatiwa matibabu yanayotakikana wanaweza kurudi katika hali yao ya kawaida. Mama huyu anasema kwamba dunia inazidi kumwelemea, na hiyo yote ni kutokana na mzigo aliokuwa nao kwa sasa, kwani yeye ni mtu mzima, watoto wake wanaumwa na hana msaada wowote ambao anategemea kupatiwa ili aweze kuwasaidia watoto wake. Tukiwa kama Afrimax, lengo letu ni kukutana na watu kama hawa na kuwakutanisha na jamii, na tunaamini Mungu atafanya njia katika hili.
Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, wewe una lipi la kumshauri mama yetu? Na pia kama umeguswa na kisa hiki, basi weka maombi yako hata kwa comment na Mungu atafanya njia katika familia hii. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Ili uweze kuwa mwanafamilia wa Afrimax, basi tungeomba usubscribe ili tunapopakia video zetu uwe wa kwanza kuzipata.